Sema niko na nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Nakaribisha kwa ibada yetu. Na ni asante kwa kunipromote kuwa baba. Bwana asifiwe. Amen. It's an honor. Hiyo ni promotion. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Lucas Ukesa Mwongoka. Mliniombea nikapata mke. Ningependa tu kumsimamisha pia Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. Kale kwa makofi na baba. Jaza hii maneno lakini ni kwa muda tu lakini ataanza kuzoea. Bwana asifiwe. Siku leo tumebarikiwa kuwa hapa hivi. Tunasema imemgharimu Mungu mwenyewe. Haijachukua nguvu zetu ama uwezo wetu ama haijachukua akili yetu ama sijui hekima, hapana, imemgharimu Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ningependa pia kutubu kwa kuja late na kufanya mambo za Mungu kuonekana vitu za kawaida. We actually haifai kuzoea Mungu. Bwana asifiwe. Kuzoea Mungu ni kitu mbaya sana. Ni kitu moja mbaya sana. Kwa maisha yako usiwahi zoea Mungu. Bwana asifiwe. Nafaa Mungu akuwe ni Mungu ambaye unamheshimu. Ni Mungu ambaye unampatia heshima zote. Ni Mungu ambaye akishuka hapa hivi hakuna macho yetu itakuwa na ile uwezo ya kumuona. Bwana asifiwe. And that capacity even to see his glory itakuwa ni ngumu. Bwana asifiwe. Jambo moja ambao wale makerubi unasikia 24 wanapoenda kila wakati kumwabudu Mungu. Wanasema kila wakati wanamwabudu 24/7. Bwana asifiwe. Hadi kila wakati wanainama wakimwabudu. Juu wakiamka hivi wakimwangalia wanaona another image of God, wanarudi tena wanamwabudu. Bwana asifiwe. Tena wakiamka tena wakienda kuangalia Mungu wanaona tena uso mwingine wa Mungu, wanamwabudu. Bwana asifiwe. Juu huyu Mungu kusema kweli akitokea hapa hivi sisi wote tutazatoroka. Nakumbuka kuna mahali wana Israeli walisema Musa, tuitie hata huyo Mungu, ala sisi tungependa kuongea na yeye vile wewe unaongea na yeye. Mungu akasema, "Wanataka kujua mimi nani? Acha nitokee." Walihepa akamwambia Musa, tafadhali wewe ndio uongee naye alafu kuja tupatie ripoti." Wala sifiwe. Kukuja tu kabisa, hata kumuona. Lakini ile tu msukumo ambao Mungu alikuja ilikuwa ni radi, ilikuwa ni kurumo, ilikuwa ni sauti kubwa. Mpaka watu wakaogopa, wakatiwa hofu, wakasema, Musa, maneno yako na Mungu ndio mnajiona. Rudi tu, wewe ndio tuleteange habari." Bwana sifiwe. So tunatubu kama kanisa. Tunaomba kwamba tusizoee Mungu, tusije tena tukamfanya ikakuwa ni jambo la kawaida, lakini nafaa tunaheshimu ya kwamba kila wakati Mungu anapokusanya sisi wote, anatusanya kwa ajili ya iko na jambo lako na jambo mpya juu yetu. Bwana sifiwe. Anytime God assembles his people is because he wants to speak to them. Atukusanyikani in vain. Unajua kuna ile tunakuja tu in vain kama kwa chama, tunaenda tu chama to contribute, tutoke tuende. Lakini tukija katika uwepo wa Mungu ni kwa sababu iko na kusudi ya maisha yetu. Bwana sifiwe. So siku ya leo nasema ni siku ya baraka. Na siku pia inafaa tunatubu, tunaomba Mungu tafadhali tusamehe, labda tumekuzoea jambo hili. Labda Mungu tumekufanya kwa kuwa ni kitu cha kawaida. Yaani kukosea pia Mungu ni kuingia katika dhambi. Bwana sifiwe. Unajua hii ni dhambi lakini unafanya unasema after all Mungu atakuja kukusamehe. Naomba kwamba Mungu atusamehe kwamba tunapompenda Mungu zaidi tunachukia dhambi. Bwana sifiwe. Tunapopenda Mungu kukaa katika uwepo wake ndio zaidi sisi wenyewe tunabadilishwa, tunafananishwa kuwa Mungu. Bwana sifiwe. Ndio Paulo anasema hakuna jambo lingine linaweza nishangaza ama linaweza nistua katika maisha yangu, bali juu yote alikuwa amepitia, kama ni shida amepitia nini, lakini kitu ambacho inamsukuma ni kutaka kujua Mungu ambaye aliyekufa na nguvu ambazo zilizomfufua. Amen. Amen. So na nikichukua hii muda nataka ya kwamba tujaribu kuangalia mambo
ambayo Mungu angependa kutufanyia. Bwana sifiwe. Tunaishi wakati ambao ni mgumu. Tunaishi nyakati ambazo vitu si rahisi. Tunaishi wakati ambapo hata ukiona mende unakasirika. Bwana sifiwe. Na usiassume kila mende inapita kwa nyumba yako kitu kawaida. Hapana, zingine hata zinakuwa ni uchawi. Bwana sifiwe. Usione tu hizi zikipita hapo kwa nyumba yako na kusumbua chapa hapa hivi. Zingine inakuwa zimetumwa, yaani zimetumwa sasa ni kama witch katika nyumba yako. Bwana sifiwe. So lazima tukue very sensitive because we are living in this perilous time. Bwana sifiwe. Biblia ina describe ya kwamba hii wakati itakuwa ni wakati mgumu kushinda nyakati zote. Ni because tunaishi siku za mwisho before Yesu akuje. Bwana sifiwe. So hii ni wakati ambapo tunataka tujazwe katika, tujazwe na roho. Tuzame katika roho. Bwana sifiwe. Ili isiwe ni sisi tunaishi lakini Mungu ndio anaishi ndani yangu. Bwana sifiwe. Nakumbuka katika kitabu cha Paulo, I don't know kama ni Philippians, anasema that I no longer live but Christ now lives in me. Bwana sifiwe. Ukiangalia pia Galatians, I think Galatians chapter 2 verse 21 izakuwa inakuzia hapo hivyo. Hadi wakati ambao sisi tunasema unakufa na Mungu anaishi ndani yako. Bwana sifiwe. So that when you do things you do according to how Mungu amekusudia. Unapofanya jambo ni vile Kristo anapenda ufanye jambo. Bwana sifiwe. Unajua kuna mambo mengine tuliingia, ilikuwa ni kazi ya mtu na alikuwa ameweka kunezi mshiona vitu kama samaki ndani ya glasi, kitembea tu hivyo nini. Tukiingia kwa job yake, akamwambia secretary, hii kitu ni smart sana. Tuzaguza. Akamwambia wewe achana hiyo. Tukasema mbona ni supu. Baadaye kitu kanaimba kwa roho, hii ndio kitu ambayo inalinda mali yake. Bwana sifiwe. Ani wale wameprotect zao na ganga na nguvu mingi. Kwamba ukikuwa hapo hivyo at the moment unaona unakuwa attracted, unakuwa client wake with immediate effect. But unajua roho wa Mungu anatupatia the spirit of discerning, yani ile ya kujua. Unasikia tu ndani yako this is not like the reason why tunamwona tusiguze is because hapo ni kama miungu ambao wameweka katika hiyo kazi kumlindia kazi yake. Wala sifiwe. Na sisi wa Kristo tumeweka nini? Inafaa tuweke Mungu mbele. Bwana sifiwe. And that's why it should be our priority. Kama ndio tumeweka Mungu mbele, it should be our priority. Bwana sifiwe. Usiku unapoamka unasema Mungu niko hapa. Asubuhi unapoamka unasema Mungu niko hapa. Siku ya Sunday hatutataka kutangazia tena tukuje mapema. Sisi wenyewe tunatoka tunakuja kumtafuta Mungu. Sema nitamtafuta Mungu. Nitamtafuta Mungu. Na kumtafuta Mungu ni kupenda mambo ya Mungu. Bwana sifiwe. Ni kuangalia mbele na nyuma, unaona marafiki wataniacha. Ukiangalia nyuma unasema hii mali itakuja iishe, lakini Mungu wangu hata kuacha. Bwana sifiwe. Because ametuahidi that is going to be with us for now and forever. Bwana sifiwe. Mambo mingi zile ambayo sisi binadamu tunaangalia, pesa zinakuja zinaisha. Bwana sifiwe. Kuna mtu mmoja akasema siku moja aliona ya kwamba mtu mwenye alikuwa na matrela mingi sasa hivi anatembea mguu ni kama hana trela. Bwana sifiwe. Aliyo mali yote alikuwa nazo zilikuja zikaenda. Bwana sifiwe. Kuna mwingine akaniambia unaona profesa anateseka mpaka anashangaa kweli masomo haisaidii watu. Ndio nikajua kumbe hizi vitu za dunia itakuja zipite. Bwana sifiwe. Hizi vitu zote ambazo tunaziona na macho zetu, hizi vitu tunasema it's just temporary. Bwana sifiwe. But tunahakikishia kwamba but the word of God itasimama. Bwana sifiwe. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba tunasema neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Hapo ukijua kwamba ni neno litasimama, inafaa ushikilie hilo neno. Bwana sifiwe. Ukijua kama ni neno litakujenga, inafaa ushikilie hilo neno. Bwana sifiwe. Ukitaka pia kujua Mungu zaidi, unasoma neno lake.
Bwana asifiwe. Because ya ulimwengu yote, everything will come and pass away, but the word will stand. Bwana asifiwe. Hakikisho hili ya kwamba neno ni Mungu. Bwana asifiwe. Katika John chapter 1 tunasoma hati hapo mwanzo palikuwa na neno, nao neno likakuwa ni Mungu, nayo neno na Mungu ikakuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. So kila kitu ambao sisi tungependa kutuzungumzia siku ya leo ni ya kwamba wacha tushikilie hili neno, ndio hili neno litatusimamisha kwa kila hali. Bwana asifiwe. Wakati wa shida neno litasimama na wewe. Bwana asifiwe. Wakati Mungu atakuinua neno litasimama na wewe. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anakubariki hilo neno haifai tuachilie. Bwana asifiwe. Ndio Musa alipokuwa hebu wacha tuangalie kidogo Proverbs chapter 3. Before nianze kuzungumzia kitu ambao ningependa kuzungumzia. Inasema, my son, do not forget my teachings, but keep my commandments in your heart, for they will prolong your life many years and bring you to prosperity. Bwana asifiwe. Nani iko na Kiswahili anza kutusomea. Kiswahili Methali mlango wa 3 mstari wa kwanza na wa pili. Neno linasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Amen. Bwana asifiwe. Hivi ndio neno la Mungu ambao ni amri yake ambayo inafaa tushikilie. Bwana asifiwe. Katika mafundisho ya neno na amri ya Mungu, Biblia inasemaje? Yatakuongezea maisha marefu. Bwana asifiwe. Amen. Yataku bring you to prosperity. Ukisema prosperity ni yataweza kukudumisha. Bwana asifiwe. Ni itakufanisha. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba business ni nzuri, lakini hapo ushike neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu, unapokaa na Mungu atakufungulia masiri tu. Kuna masiri tu la kufungulia. Bwana asifiwe. Ndio maana Daudi katika Psalms 27 anasema kuna mahali yeye angependa kukaa ni chini ya uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio najua hapo hivyo ndio mahali palipo sawa. Bwana asifiwe. Ningependa tusome Ezekiel chapter 2 verse 2 to 4. Ezekiel chapter 2 verse 2 to 4. Ndasoma kwa Kizungu and then tupate kwa Kiswahili vile inasema. And he spoke, the Spirit came into me and raised me to my feet, and I heard him speaking to me. He said, Son of man, I am sending you to the Israelites, to a rebellious nation that has rebelled against me, that they and their fathers have been revolted against me to this very day. Let the people to whom I am sending you are obstinate and stubborn, say to them, this is what the sovereign the Lord says. Mtu aweza kusomea Ezekiel chapter 2 verse 2 mpaka 4. Neno linasema, naye aliposema nami, roho ikanijia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walio niasi mimi. Wao na baba zao wamekosa juu yangu, nao hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nao utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Hapa Ezekiel alikuwa anaitwa. Amen. Na kwa watu ambao walikuwa wanaitwa ni watu ambao walikuwa na vitu mingi sana. Hadi walikuwa na mioyo migumu, walikuwa wamemwasi Mungu.
Na ndio maana anasema the Spirit of God spoke to me. Bwana asifiwe. Ukijazwa na Roho, Roho ataweza kuongelesha. Bwana asifiwe. Roho ataweza kukuhudumia. Bwana asifiwe. Ukijazwa na Roho, hata kuamka usiku, Roho wa Mungu atakuamsha na kuambia simama na katika hili pengo. Bwana asifiwe. Na Mungu anasemaje? Katika hii ulimwengu wetu anatazama mtu ambaye atakaye mtuma. Bwana asifiwe. Naomba siku ya leo kwamba mmoja wetu ama sisi wote Mungu aweze kutuangalia. Bwana asifiwe. Aweze kuangalia kwamba yeye atanena juu yako, juu ya familia yako. Bwana asifiwe. Wewe ndiye atakusimamisha anene juu ya kazi ambayo penye huko ama kazi ambayo unafanya. Bwana asifiwe. Wewe ndio Mungu atakayekuangalia anene juu ya kanisa. Bwana asifiwe. Unapojawa na Roho unaweza kujua makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hapa ni Hezekia anaitwa kwa watu ambao wamemwasi Mungu. Yaani Mungu aliangalia kwa watu wote akaona kuna nabii mmoja hapa hivi ambaye nitatumia. Mungu azaangalia kwa familia yenu yote. Mungu azaangalia katika hali hapo huko. Kwa hiyo mtaa ambao amekuweka, kwa hiyo chama labda amekuweka. Anataka tu mtu mmoja ambaye atanena makusudi yake. Bwana asifiwe. Naomba siku ya leo sisi tuhesabike kama watu ambao Mungu atanena na sisi. Bwana asifiwe. Juu ya familia yetu, Mungu anataka mmoja ambaye atakao kiamka asubuhi apigane na vita za kijamii zetu. Bwana asifiwe. Si unajua jamii zetu tumejaa mambo mengi. Ama penye nimetoka hakuna mambo mengi. Mimi penye nimetoka najua vita ni vikali sana. Bwana asifiwe. Ukipata promotion my friend ni vita zingine. Ukibarikiwa ni vita zingine. Ukifanikiwa ni vita zingine. Bwana asifiwe. Mtu anakuja na anakuhaga, unafikiri anakufurahia, lakini my friend anataka kukuweka chini. Na ndio Mungu anaangalia kati ya hii jamii, nitamsha nani anene makusudi yako? Nitamsha nani anene mapenzi ama afungue hii jamii? Bwana asifiwe. Anaangalia katikati yenu, who is going to stand in the gap? Hapa katika Ezekiel chapter 2, Mungu aliona Ezekiel na akamuita akasema, nimekuita. Na Mungu akanena na yeye, nimekuita. Naenda kutuma katika watu wangu ambaye wamenisahau. Wametana against mapenzi yangu. Ile ambayo tulikuwa tumehaidiana amri 10 hawazieki kabisa. Watu ambao nilioita kwa jina langu hataki kusikiza kabisa. Sasa Mungu anahuzunika. Na ndipo Roho inaingia kwa Ezekiel. Inamwambia now I'm sending you to my people. Bwana asifiwe. Who have rebelled against me. Na ndio nasema afadhali sisi tuhesabike ambao Mungu atatutumia. Bwana asifiwe. Sema Mungu nitumie. Sema kama mwenye kwa nguvu, Mungu nitumie. Mungu nitumie. Mungu ni hesabu. Mungu ni hesabu. Niko katika miongoni. Niko katika miongoni. Ambayo utanena. Ambayo utanena. Na mimi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua hata Mungu akubariki kwa familia yenu. Unajua baraka si yako, ni yako na familia yenu. Bwana asifiwe. Amen. Abariki hapo sasa wewe ndio uwe kama a model to your family, to your people. Bwana asifiwe. Akisimamisha hapo mbele, ananisimamisha ili watu wengine waone Mungu wa Lucas anajibu maombi. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu ambaye anafungua njia pasipokuwa na njia. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu ambaye olema Mungu anakuplace. Anataka uonekane na mapenzi yake yatimilizwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tu muamini na mimi, Mungu akikuita anakuita juu ya familia yenu. Bwana asifiwe. Mungu akikuita Nakuru, anataka pia watu wa Nakuru waweze kujua Mungu wako. Bwana asifiwe. Na pia Mungu akikomboa, anataka pia familia yenu ikombolewe. Bwana asifiwe. Nashukuru kuna ushuhuda ambao tulipokea ya kwamba wakati kwa boma ambao tumetoka ama kwa ukoo ambao tumetoka, wakati mama alipoingia akaleta wokovu, mandugu mashemeji wake wote wakaokoka. Bwana asifiwe. Juu neno la Mungu ni mwanga. Na Mungu kama amechoose hiyo mwanga ikumulikie, anataka pia watu wa kweli wasipotee bali wapokee hiyo mwanga. Bwana asifiwe. Mungu akufanya wewe kuwa chumvi. Anataka every person mwenye unakuja in contact aweze kubarikiwa
naweze kubadilishwa, naweze kufaidika. Ndio ni Mungu amekuweka hapo hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kitu nauliza, Mungu akikosa mtu kwenyu atatumia nani sasa? Usinihesabie ndugu yako. Mungu anataka kudili na wewe personally. Bwana asifiwe. Usinihesabie sijui ati kuna maombi ya nani na kuomba yako. Tafadhali sahau hiyo maombi unaombewa. Wewe simama pia na maombi yako. Bwana asifiwe. Ndio sababu Mungu anataka kubariki kwenyu, akose mtu akubariki. My friend, atabariki nani? Si mtakufa, sisi wote tutakufa katika ufukara na maskini, si ndio? Kama familia yenu imefungwa na ulevi, imefungwa labda ni watu wa sherati, ni nani atakuja kwa kukomboa? Si we just need one person ambaye Mungu ambaye anatumia. Bwana sifiwe. Hadi siku ya leo Mungu anasema je, katika hii ABC nitatumia nani? Na nimesikia guilty when my brother was talking here. Nilisikia kuhukumika kabisa. Nikasema Mungu, sasa umeniita na mimi ndo nakuja kama nimechelewa. Unajua Mungu akisema tukuje hapa saa moja, haiko na kusudi hiyo saa moja. Hiyo ndo wakati anataka kufanya mambo yake. Bwana sifiwe. Mimi kuja hiyo saa moja useme Mungu bariki ibada ya leo. Utakuwa umefungua hiyo ibada yote. Wote unakuja late, utafunguliwa juu yako. Bwana sifiwe. Mungu labda akisema tukuje hiyo by 7, ukikuja by 7 exactly. Maybe kuna mtu anakuwa amekombolewa kwenyu huko mashamba. Bwana sifiwe. Kwenyu hapa town. Bwana sifiwe. Watu wengi huko Nairobi. Bwana sifiwe. So tukisikia tukuje mapema, kitu ambacho imehit sana ni kwamba if we fail to do the will of God, then our sister ambaye ametoa ushuhuda amesema je, it is possible for us God to replace us. Ani rahisi Mungu kutufanya kama sawa. Bwana sifiwe. Kwa Biblia kuna watu walibadilishwa. Maybe walifikiri ni hao peke yao, lakini Mungu akafanya substitute. But naomba Mungu asitufanye substitute. Bwana sifiwe. Unajua katika mpira uzakuwa ndio mchezaji mzuri, lakini kuna kitu kinaitwa uzabadilishwa. Bwana sifiwe. Kwanza coach, ukiona coach aiko pale, Mungu sana ndio coach wetu. Akiona tu wewe uchezi mzuri, next minute ataomba, atambia referee, sawa, anafanya nini? Referee sawa. Huyu toka wewe ingia. Naomba nafasi zetu zisichukuliwe na mtu mwingine. Bwana sifiwe. Hata ukiwa mchezaji mzuri, uanze kiburi, uanze sijui madoido, unaambiwa kujeni mazoezi. Unakuja kama umechelewa. Kocha anaona tu, anasema okay sawa. Ana train mwingine anamwambia wewe tia bidii. Mwenye jiweza anamwambia wewe kimbia. Kuja hapa ruka, frog jump. Toka hapa anasema huyu nitamfundisha. Na ndio wale anasema tusifie Mungu. Hata shetani ni hapa alikuwa replaced. Bwana sifiwe. Sijini Ezekiel chapter 36 sama nini inasema ukiweza kusoma hiyo Ezekiel, I don't know, is it practice or inatoa umaarufu wa Lucifer. Bwana sifiwe. Inasema Lucifer alikuwa amejazwa na utukufu. Hadi macho zake zilikuwa zinakaa kama gold, zinakuwa bluish, zinakuwa goldish, zinakuwa yellowish. Hadi alikuwa amejaa with all jewels. Zingine hizo jewels zingine tutaenda kujulia mbinguni. Kuna gold zingine hapa kwa hii dunia hatutaziona, lakini zote ziko mbinguni. Bwana sifiwe. Hadi alikuwa amejaa na maringo, akifanya hivi bila kwa utukufu, akifanya hivi nyuma utukufu. Umeona vile wasichana wanajirembesha. Hiyo haiwezi toshana na vile Lucifer alikuwa. Bwana sifiwe. Kama ni umetaka hizi zake zilikuwa perfect. Bwana sifiwe. Angeenda kisaluni atengenezwe, yake ilikuwa already zimetengenezwa na Mungu. Bwana sifiwe. Hadi already ilikuwa imekata kama ni makucha, zilikuwa zimetengenezwa, zimekuwa ni perfection. Kama there is a being ambayo never exist, ambayo ilikuwa perfect, ilikuwa ni shetani, but alikuwa replaced immediately. Bwana sifiwe. Amen. So naomba Mungu tusikue replaced. Bwana sifiwe. Tujitolee kwa mambo ya Mungu. Kama ni maombi, tumeitwa Wednesday yote kwa Sister Fulgeria, tukimbie huko ndo Mungu yuko. Bwana sifiwe. Tusimame naye katika maombi,
tusimame na yeye katika na jamii yake. Hapo yeye akienda huko, wacha watu waone Mungu. Bwana asifiwe. Kwa dada umefika hapa, sisi tunasikia tumepona. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wengine kwa familia yao wakifika hivi unafumula sema at least hapa nimepona. Kuna watu kama hao. Kwa familia yao kuna wengine wakionekana hivi unasikia roho wewe wiko watu wengine wakifika hata nakaa chini nasema wacha hata tuhudumiwe. Na ndio Mungu anataka wewe ukifika hapo watu wako ni wapone. Bwana asifiwe. Tuwe zingine ndogo ndogo hapa hivi tuishe. Wajue akuja hapa mipango zinaingia, miradi zinaingia. Hadi kila kitu inaingia katika laini. Bwana asifiwe. Na ndio maana katika neno la Mungu linasema and God spoke to Ezekiel. And the Spirit of God spoke to Ezekiel. Na Mungu akamwambia na kutuma kwa watu ambao walio nyasi. Unajua hapa Mungu ni Mungu anahurumia watu wao. Naona hapa hivi nikimaliza nitamaliza kila mtu. Kama tu nitume mtu mmoja atakaye kuokoa. Na Mungu anataka akuokoe wewe na jamii yako. Bwana asifiwe. Wewe na familia yenu. Anataka hiyo kazi penye amekuweka hapo hivyo aweze kuokoa hiyo kazi. Bwana asifiwe. Sinakwambia kuna kazi zingine hapa zimejawa na uganga. Yaani watu wamejekea tu miungu, wameenda kwa waganga kuprotect business zao. Lakini ukiingia na roho wa Mungu, unavunja miungu zote na watu sasa hawafanyi chini ya laana. Ati wakishika pesa hiyo kazi, inabaki wamekuwa slave kwa hiyo pesa. Hapana. Si mnajua mjisikia story za waidi. Very early in the morning, wanaamka kwa kazi yao. Nasikia hata mteja wa kwanza hawezi kulipisha zaidi ya nini. Wanapatia kwanza nini? Yaani lazima miungu zao wapatie first priority. Bwana asifiwe. Sasa wewe ukifanyia mwili unajipata kama wewe ni slave. Sasa ukishika zote zilishia tu hapo hivyo. Lakini nao ukikuwa na Mungu ukweli, hautakuwa slave. Bwana asifiwe. Bali pia hiyo pesa zitakusaidia na zisaidie kila biashara ambayo unafanya, kila hali ambayo unatumikia. Bwana asifiwe. Unajua hili ndio tunasema we are living kwa wakati mgumu ambapo kazi ukiangalia mtu anakuambia kuna circulation ya pesa. Lakini ukiwa na Mungu hizi pesa utazipata. Bwana asifiwe. Senye watu when people are being casted down, God is lifting you up. Amen. Bwana asifiwe. And that's why we need to make God to be our priority. Sema God help me to love you. God help me to love you. Sema tuna nguvu kama mwenye unaamini. God help me to love you. Hiyo Mungu azisikia. Hamna nguvu. God help me to love you. I wish ungeshauri shetani asikie. Semeka nguvu. God help me to love you. Tupigie Yesu makofi. Unapopenda Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Mambo zako zinafunguka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Zile vitu ambazo zilikuwa labda zimekufunga, Mungu mwenyewe anaamua tu kuzibomoa. Bwana asifiwe. Amen. Juu penye kuna roho wa Mungu, Biblia inasema watu wanawekwa huru. Amen. Bwana asifiwe. Where the Spirit of God is, there is liberty. Penye roho wa Mungu yuko, kuna kuwekwa huru. Bwana asifiwe. Wangapi wangependa familia zao ziwekwe huru? Wangapi wangependa hao wenyewe wawekwe huru? Wangapi wangependa kuwa na ushindi? Penye Mungu yuko kuna ushindi. Bwana asifiwe. And that's why sisi tunaitwa we are overcomers. Bwana asifiwe. Sema I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Hata watoto wanapofungua shule tunasema wale ni overcomer. Bwana asifiwe. Ndio maana nasema lazima tuombee familia yetu. Ndio maana nasema lazima tutafute huyu Mungu. Ndio maana nasema kwamba early in the morning tunapomtafuta Mungu anafanya njia yake kuwa wazi kwetu. Bwana asifiwe. Hadi anakufungulia. Bwana asifiwe. Anakupatia connection. Bwana asifiwe. Kuna ile kibali ya Bwana ambao tulihudumia juzi, the previous Sunday, about the grace.
Penye Mungu yuko kuna neema yake. Bwana asifiwe. Ukienda tu unaenda tu na jina la Mungu unasema here I am Lord, send me. Bwana asifiwe. Ukiambia katika familia yako unasema Mungu niko hapa juu ya familia yetu. Bwana asifiwe. Hata unakiri, una confess, hata una declare, unasema familia yetu hatutakufa kwa ufukara. Bwana asifiwe. Familia yetu hatutakufa kwa maajali. Bwana asifiwe. Familia yetu hatutakufa hata na kansa. Bwana asifiwe. You just need to stand up kwa niaba ya familia yetu. Bwana asifiwe. Tunakuombea hata unapoenda huko, kibali cha Bwana ikuwe na wewe. Bwana asifiwe. Kama mtu ni mgonjwa aweze kupona. Bwana asifiwe. Kama kuna mtu amefinyika, Mungu anakutumia wewe, wacha wafunguliwe. Amen. Bwana asifiwe. Na familia hiyo wanapokuona pia nao wapate nguvu. Bwana asifiwe. Unajua wakati wa matanga kuna ile hali ambayo watu wamefinyika, kuna huzuni. Lakini ukiona watu wengine unasikia unapata nguvu. Bwana asifiwe. Because umekuja kwa fariji. Bwana asifiwe. Na tumejana utukufu na roho wa Mungu. Watu wanasikia ikani, wanasema amen. Bwana asifiwe. Ukianza kumwambia ubarikiwe, it is well. They feel honestly it is well because God is in charge. Bwana asifiwe. Because Mungu amenena ndani yako. Sasa ukinena vile Yeremia alisema, je, nitaambia je watu? Mungu akasema nimeweka maneno yangu kwa kinywa chako. Bwana asifiwe. So even when you speak, God is in control. And they feel hiyo presence ya Mungu. Wanasema kweli Mungu yuko control. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ningependa tufike mahali watu waangalie waseme, kweli Mungu yuko in control. Bwana asifiwe. Wanakuona hivyo wanasema, Mama Margaret, umekuja tumesikia tu uwepo wa Mungu hapa hivi. Hata wewe ndio utatufungulia na maombi ama utatuencourage na neno. Bwana asifiwe. Ukiona hisi uwepo wa Mungu. Hata uko kijana unaenda kutafuta kazi because umesema God is in control. Unapokaribia mdosi anasema this is the right person. Wewe anza kazi immediate effect. Bwana asifiwe. Hadi mshahara wako tunaanzia kuanzia sasa hivi kwa hii saa ambao umeingia. Bwana asifiwe. Because kuna hiyo uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. So napomalizia, why God is looking for you. Anakutazama hapa HighPage C. Hatukuumbwa tuishi tu maisha ya kawaida. Ile ati maisha ya kawaida. Bwana asifiwe. Unajua maisha ya kawaida ni ile ukiangalia huko nyumbani. Okay, sorry sikutumia nyumbani sana. Nisitumie mashamba hata hapa town tu. Ile maisha ya kawaida. Bwana asifiwe. Ulizaliwa 1980s, it's okay. Ukaenda shule, it's okay. Ukapitia hiyo mila zote za Kiafrika. Bwana asifiwe. The rite of passage. Ulitahiriwa hii siku. Wakasema wewe mkubwa. Next ukaoa. Wakasema well done my son. Next ukapata watoto, wakasema at least. Alafu next unakufa, wanakuzika, wanasema huyu jamaa aliishi hivyo. Hapana, hiyo ni maisha ya kawaida. Tuliletwa kwa hii dunia na kusudi la Bwana. Bwana asifiwe. We are not just living for cheap reason. Akituonekana tu we exist. Tukiona watu wanasema huyu, hapana, tulizaliwa ili ya kwamba we leave a mark in this world. Bwana asifiwe. Aniseme vizazi zinakuja 2080. Wasikiange 2019 kulitokea revival hapa. Mji wote wa Nakuru ukatetemeka. Bwana asifiwe. Watu wengi wakapeana maisha yao kwa Yesu. Wakristo wa 2019 HighPage Nakuru Worship Center walikutana na Mungu, kukatokea na ufufuo. Bwana asifiwe. Vijana wa 2019 hapa HighPage walifanya malipuko. Bwana asifiwe. Ndio maana kwa Biblia tunasoma kwamba Danieli alikataa kujidefy. Na katika Danieli chapter 11 verse 20 akasema they that know their God they shall do exploit. Bwana asifiwe. Mpaka leo tunasoma historia ya mtu ambaye alihesabika miongoni mwa Israeli ile wakati. Bwana asifiwe. Japokuwa walikuwa watumwa, lakini walisimama na wakahesabika, walifanya mapenzi ya Mungu ikaweza kutimia. Bwana asifiwe. So we are not just here to live like a simple, we live for a cheap reason. Tuko hapa hivi, nimesoma, nimepata mke, nimepata watoto, sasa inasema acha niretire sasa. Watu at least wanasema nimeishi maisha complete. Hapana,
nataka ya kwamba wakati wa kuishi kwangu niache alama katika hii dunia. Bwana asifiwe. Niache yaani mapenzi ya Mungu yaweze kujulikana. Bwana asifiwe. Wasikia kusema unajua Lucas hiyo 2020 ama 2019 Lucas alipenda Mungu kabisa. Lucas alipenda kila kitu juu ya Mungu. Na watu hii area ambao walikuwa wamefungwa waliweza kufunguliwa. Bwana asifiwe. Watu wenye walikuwa hii area waliweza kupata masomo wakasoma. Bwana asifiwe. Wagonjwa wote ambao wakikuja kwake waliweza kusaidika. Bwana asifiwe. And at least kuna legacy ambao unaacha. Bwana asifiwe. Nashukuru hata ndugu yangu Joseph ninachukua nafasi ya kwamba aliniambia kwamba anataka kusomesha at least mtoto business. Anataka kuchangia something to their life. Nikasema Joseph, Pastor Joseph, Bwana kubariki. That is an impact ambao unaacha. Bwana asifiwe. Na ndio maana tukienda huko South Africa, hapo ndio tunaacha mama. Amesimama na wanafunzi ya kwamba the future may be better than today. Bwana asifiwe. Yaani maisha ya mtoto usoni, kuna mtu amepata mbegu. Bwana asifiwe. Na ndio tunataka tuache hiyo legacy. Bwana asifiwe. Na Frey Janet wa Girls Ministry, where you are a lady with a big impact. Bwana asifiwe. Anakusanyanga hapa wasichana. Unajua kuleta sikizo watu pamoja ni kitu mmoja ngumu sana. Unless uko kwa siasa, unless uko na kitu kupatia watu. Unajua hivyo? Hata sisi ukija watu uambie kuna mkutano itakuwa hapa hivi, watu wasema kutakuwa na nini? Ama anataka kutuambia nini? Kuna kitu, kuna chai. Unajua chai ile chai ya kawaida itakunywa. Apart from hiyo, lazima upatie kitu. But the way anaoperate na the way wanakuja, mimi wanamheshimu sana, nasema is an influencer. Bwana asifiwe. Hadi kuna ile influence ya watu. Akikuja basi lazima upatie kitu ndio kuje. Anakuja basi kuna hiyo mwito ambao Mungu ameweka ndani yake. Watu wakimwona hivi wanamtamani. Bwana asifiwe. Wanamfuata. Na ndivyo ndio tunataka watu wakituona wasikie ile uzito wa Mungu. Bwana asifiwe. Hadi wasikie wamepona. Mwenye amevunjika roho asikie ameinuliwa tena. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine wa kuombea. Ni kama kaimani kanakuwa kadogo, lakini watu wengine wa kuombea hata kama ulikuwa mgonjwa aje. Hata kama uko kwa samaje ni amke. Juu huyu jamaa ameniombea. Bwana asifiwe. Hadi kuna ile nguvu na uzito ambao Mungu, amri wa Mungu iko ndani yao inawatumikia. Bwana asifiwe. So tunapomalizia ya kwamba let us not live for a simple reason, but let us live for Christ. Bwana asifiwe. Paulo anahesabika among the 12 apostles kwamba yeye ndiye alifanya kazi kubwa na Mungu. Yeye hakutembea na Yesu kama wale wengine. Yeye hakuona miujiza kama wale wengine. Lakini vile alipenda Mungu, aliweza kufikia the Gentiles. Bwana asifiwe. Aliweza kueneza neno la Mungu huko, maisha ya watu ikabarikiwa. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio upako ambao tunaomba kwamba hii wakati ama nyakati za mwisho tukue na hiyo upako ambao Mungu anatupaka juu za siku hizi. Bwana asifiwe. So ningependa tusimame sisi wote na tuambie Mungu ya kwamba count me Lord. Usinipite Mwokozi. Unasema count me Jesus. Do not pass me by. Bwana asifiwe. Kuna wimbo unasema usinipite Mwokozi. Now
usinipite Mwokozi, usitupite Bwana. Tunakuja katika kiti chako cha enzi, tunaomba msamaha wa makosa zetu, tunaomba kwa kuchukulia uwepo wako kwa bure. Mungu Baba, naomba kwamba tusamehe kama wana wako ambao tumekuzoea, ambao tunafanya vitu ambazo za kufurahisha, na kuomba Jehova ya kwamba tusamehe Jehova, tusamehe kama kanisa, tusamehe kama jamii, tusamehe Mungu Baba sisi kibinafsi, katika jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu ya kwamba usitupite katika jina la Yesu. Unapobariki wengine usikose Mungu Baba kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Tunataka tuhesabike kama watu ambaye Jehova unayekusudi nao, kama watu Jehova unao makusudi mema juu yao katika jina la Yesu Kristo. Naomba Jehova usitupite kamwe Jehova katika hii kanisa. Oh Lord, usitupite Jehova. Oh, kama vijana usitupite Jehova, in the mighty name of Jesus. Kama mama wa kanisa Jehova, usiwapite Jehova, usiwapite King of Glory, in the mighty name of Jesus. Kama wazee wa kanisa Jehova, usitupite Bwana. Baraka ambayo umekusudia Mungu Baba, tubariki na sisi mema ambao umekusudia hata sisi tuweze kupokea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunapoanza mwezi wa Septemba, tunaomba kwamba Jehova usitupite Jehova. Hatuwezi na nguvu zetu Jehova. Ndio maana nasema do not bypass us Lord. Usitupite Jehova. Mungu Baba, Septemba hii mwezi tunapoanza Jehova, usitupite Bwana, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Asante Bwana, asante Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ Lord. Bwana asifiwe. Tunataka kuombea mwezi itakuwa ni mwezi wa baraka, mwezi wa milango kufunguka. Bwana asifiwe. Ni mwezi ambao tutafunguliwa. Bwana asifiwe. Hatutakuwa katika hali ya kufinyiliwa. Let us believe kwamba September, because mtumishi ametuambia it's the month of maturity, and mwezi wa 9 ni month of bearing fruit. Let us pray that we may see this fruit. Bwana asifiwe. Just 1 minute, alafu tuombe. Mungu Baba, tunakabidhi hii mwezi ambao tunaanza. Tunajua Mungu Baba, September we dedicate it to Jesus. September, Lord, we ask for your favor. We ask for your blessing. We ask, Lord, for your provision. We ask, Lord, that you may be able to set us free. Oh Lord, we pray that we may be able to see the fruit and to bear the fruit in the mighty name of Jesus. It is the month of maturity. We believe that your promises, Lord, are being fulfilled in this month of September. In the mighty name of Jesus, we declare and declare, tukisema kwamba September tutaona mkono wa Bwana, September tutaona nguvu ya Bwana, September tutaona mema ya Bwana, September tutaguza yote ambayo Mungu amekusudia juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. September tunasema ahadi za Bwana itakuja kutimilika katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, tunaomba kwamba popote tuendapo tutakuwa na kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Chochote tufanyacho Jehova, tunaomba kwamba hii Septemba, Mungu Baba, tutainuliwa. Walioshushwa Mungu Baba utawainua, waliofungwa Mungu Baba watafunguliwa, walioumia Mungu Baba watapona katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, tunadeclare kwamba hii mwezi Mungu Bwana tutajawa na utukufu wako, tutajawa na ushuhuda kwa yale Mungu Baba unayatenda, kwa yale Mungu Baba unayafanya katika jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe, in the mighty name of Jesus Christ. Tunaamini na kuomba. Amen. Tuamini na tuombe. Asante sana Mungu Baba kwa siku hii ambayo umetuandalia. Mungu Baba, tunakuja mbele zako tukinyenyekea, tukijua hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mungu ambao uko na mapenzi mazuri juu ya maisha yetu. Mungu ambao umetuita na majina yetu Jehova. Unajua
mahali ambapo tumetoka. Unajua mahali ambao watu ambao tumekuwa ndani, Mungu Baba. Na Mungu Baba ukatuita ili Mungu Baba makusudi yako ya kuja yatendeke juu ya maisha yetu Jehova. Tunaombea kila jamii ambayo imerepresentiwa hapa. Tunanena baraka katika jina la Yesu. Tunanenea kila mmoja wetu aliye hapa Jehova, ya kwamba hii September ata experience nguvu za Bwana, ata experience mapenzi ya Bwana, ata experience kuinuliwa tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, tunajua tunapoomba, tunajua shetani aiko na njama zake, aiko na mipango zake, lakini tunaamini ya kwamba hii September hatatuguza katika jina la Yesu. Yeye na nguvu zake wameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea hata biashara zetu au Mungu Baba zitainuka katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea Mungu Baba watu wetu wale ambao hawajaokoka wataweza kuokoka katika jina la Yesu. Tunaombea hata shule yetu Jehova uweze kutukumbuka Jehova. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe. Tunaombea wanafunzi wanapofungua kesho. Mungu Baba utawalinda wakiwa shuleni katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba utaendelea kuhudumia wanaposoma Jehova. Tunaomba that they may achieve their best in the mighty name of Jesus Christ. Be glorified and be magnified Jehova. Tunaombea mtumishi wako Reverend Gladys aliye hapa Jehova. Tunamkabidhi katika mikononi mwako. Tuna Mungu Baba, unajua you are setting higher in the mighty name of Jesus. Mungu Baba unampatia nguvu ya kutuweza kutupeleka mbele katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba tunamwombea ya kwamba utaendelea kujifunua katika njia ya kipekee juu ya maisha yake Jehova. Mungu Baba, sisi tunapokusanyika kama kanisa, Mungu Baba tunaamini ya kwamba ya kale yameisha. Unafanya jambo kipya ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa kuwa sluggish in the mighty name of Jesus. Now we are moving with the revival that Lord you are releasing upon this church, upon this city in the mighty name of Jesus Christ Lord. Tunaamini ya kwamba kuanzia leo na kuendelea tutaweza kusikia ushuhuda wa Bwana, tutaweza kusikia mapenzi ya Bwana, tutaweza kupata ufunuo wa Bwana in the mighty name of Jesus Christ. We thank you and we bless you. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki kazi ambayo tumeandikwa. Bariki Mungu Baba ya kwamba iweze kunawiri ili Mungu Baba tuweze kusherekea mavuno katika jina la Yesu Kristo. Wanaosafiri tunanena damu ya Yesu. Mungu Baba tunaamini wako protected in the mighty name of Jesus Christ. Mungu Baba tunaamini wale wagonjwa wanapona katika jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Mungu Baba chizi ulita Hezekia. Mungu Baba naombea watumishi wa Bwana ya kwamba Jehova waweze kuitika kwa neno lako, uweze kusikia sauti lako, uweze kutumika katika njia ambayo ni hali kuu katika jina la Yesu Kristo. Ulipoita Isaya katika mlango wa Isaya chapter 6, Isaya alisema au wakati Uzia alikufa aliweza kukuona Jehova. Naombea watumishi wako waweze kuona katika jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe, jina lako limidiwe katika jina la Yesu Kristo. Naamini na kuomba. Amen. Mungu anachukua maiki.